Kanisa Katoliki lililovunja rekodi duniani kwa kujengwa kwa zaidi ya miaka 140 na mpaka sasa halijakamilika. Unafikiri kanisa linaweza kujengwa kwa zaidi ya miaka 140 na bado watu wasichoki kuliona na mpaka sasa halijakamilika? Karibu Sagrada Familia, kanisa la Kikatoliki huko Barcelona, na ni ndoto ya mawe ya Barcelona. Jina langu ni Grace Matiku. Ukisimama mbele ya kanisa la Sagrada Familia jijini Barcelona, hisia ya kwanza ni moja tu. Huu si ujenzi wa kawaida. Ni kama umeingia ndani ya ndoto. Minara mirefu inayochoma anga, mawe yamechongwa kama miti ya mistuni, na pia kila kona ina hadithi ya Injili inayosubiri kusomwa kwa macho. Ndoto iliyozaliwa na mtu mmoja, na mchungaji wake ni Anton Gaudi. Hakutaka kujenga kanisa la kawaida. Alisema mchora majengo bora ni Mungu mwenyewe. Ndiyo maana alitumia maumbo ya asili, matawi, milima na mwanga wa jua kuunda kila kitu. Gaudi alijitolea miaka 43 ya mwisho wa maisha yake kwa ajili ya kanisa hili, na alipofariki mnamo mwaka 1926, kazi ilikuwa bado mbali. Leo mwili wake umelala chini ya kanisa hilo kama baba anayelinda ndoto yake. Kanisa linalozungumza kwa mawe na mwanga. Sagrada Familia ina mambo matatu yanayoiweka tofauti na makanisa mengine duniani: minara 18, minara 12 kwa mitume, minara 4 kwa wainjilisti na mmoja kwa Mama Bikira Maria, na mnara mkuu kwa Kristo Yesu. Mnara wa Kristo utafikia mita 172.5, mrefu zaidi ya kanisa lolote duniani. Milango mitatu ya kuzaliwa, mateso na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kila mlango umechongwa kwa mawe, kwa namna unayosoma Injili bila kufungua Biblia. Lakini pia nuru ya Mungu ndani ya madirisha ya vioo vya rangi hubadilisha jua kuwa mvua ya mwanga na samawati, njano na nyekundu. Ukikaa hapo kimya, unahisi huko mbinguni. Wakatoliki, tumsifu Yesu Kristo. Ujenzi ni wa sadaka na si wa serikali. Kanisa hili halijawahi kutegemea serikali, bali linajengwa kwa sadaka za waumini na pesa za watalii milioni 4 wanaolitembelea kila mwaka. Watalii hawakauki Barcelona, ndio sababu limechukua zaidi ya karne moja na mpaka sasa halijakamilika. Ilipofika mwaka 2010, Papa Benedikti wa 16 alilifungua rasmi na kulipa cheo cha basilika ndogo. Hata hivyo, ujenzi unaendelea hadi leo na inakadiriwa kukamilika karibu mwaka 2030. Kwa nini watu wa duniani wanapenda kuliona hili kanisa? Sagrada Familia huvuta watu kwa sababu tatu rahisi. Ya kwanza ni sala inayoonekana. Hata kama wewe si Mkatoliki, ukiingia ndani unahisi utulivu usio kawaida. Ni historia hai. Unashuhudia jengo linalokuwa mbele yako kama vile makanisa ya enzi za kati. Ni fundisho la subira, yaani ndoto ya Anton Gaudi haijafa. Inatukumbusha kuwa wazi, ukubwa haina haraka. Dokezo kwa mgeni: wewe unataka kwenda Hispania kuliona kanisa hili, nenda asubuhi na mapema ili upate kuona mwanga kwenye vioo. Lakini pia ukisimama mbele ya mlango wa kuzaliwa, lakini pia chukua dakika 5 tu usome kila sanamu, utaona Injili ikizungumza. Wakatoliki wenzangu, nadhani mnanielewa vizuri. Sagrada Familia ni zaidi ya kanisa. Ni ushahidi kwamba imani na sanaa zinashirikiana, zinaweza kuunda kitu ambacho vizazi vitazungumzia kwa karne nyingi. Mpaka sasa watalii hawaishi kuliona hilo kanisa, na Katoliki wamejiwekea kitega uchumi.
Wakatoliki, tumsifu Yesu Kristo.